Okay, saa 4:32 kwa saa za Afrika Mashariki. Tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea kuzungumza taarifa mbalimbali za kimichezo ambapo jumbe mbalimbali zinaendelea kutumwa. Nehemia Buriba anasema Simba Sports Club bingwa Sekafa Kagame Cup, hutaki kachimbe dawa Jangwani. Hamza John, Simba nguvu moja. Maisarafina Douglas anasema wana Simba tuendeleze tulipoishia. Wiz okay, Dizron yuko hapo. Christina Masenga kwa mpigo zaidi. Omari Mtemi anasema hivi uliwahi kusikia lineno babalao? Singida ndio hilo neno babalao lenyewe. Kaandika namna hivi namna hiyo ambayo ameandika kupitia YouTube channel ya kwetu, ambapo nawe pia unaweza kuingia hapo ili uweze kutuandikia maoni yako kulingana na haya ambayo tunayazungumza hapa. Sajili mbalimbali ambazo zimezungumzwa tetesi, lakini pia kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup ambayo imetoka kuzungumzwa hapa, na bado tunaendelea kuziangazia taarifa mbalimbali za kimichezo. Tuko na ugeni hapa, tutakwambia ni ugeni kutoka wapi na unahusu nini, na we pia ni moja kati ya wale ambao watanufaika na huu ugeni ambao uko hapa ndani ya nyumba 92.1 Crown FM ndani ya Crown Sports. Jessica Mwagama, Menu Mdogo, Hans yuko hapa, lakini pia George Magunga, Ashraf Jeyara, Kamanda Joflea pamoja na wote ambao mnaendelea kutufuatilia. Mangoli anasema mkai Yanga wakimpata Gilmugisha hatutaki urudi Tanga. Wacha we. Kumbe bado mnamtaka, lakini ahadi ni deni, na deni sio kulikwepa, ni kulilipa. Ndio hicho ambacho kinapaswa kufanyika. Kwa hiyo sijui atarudi Tanga ama atabaki kama mnavyosema ama itakuwaje. Hayo yote tutayafahamu kadri ambavyo muda unazidi kwenda. So kama ambavyo nimekuambia, niko na ugeni hapa, na huu ni ugeni maalum na muhimu kweli kweli, kwa sababu unanihusu mimi mwanamichezo, na kuhusu wewe mwanajamii, unamhusu kila mmoja kwa namna yake na kwa nafasi yake, ambapo tutazungumza mengi sana ambayo yanahusiana na michezo pamoja na mengineyo. Karibu sana ndani ya studio za 92.1. Japo bado sijakutambulisha, lakini nataka nitangulie kukukaribisha kwenye studio zetu za 92.1 Crown FM. Nashukuru sana, asante kwa kunipa kongamano. Na mimi raha. Hapa ni nyumbani. Hii ni kauli mbiu yetu, na bila shaka toka umefika umekaa hapo na umeona kila kitu kabisa, kwamba inakupa mazingira ya kwamba hapa ni nyumbani. Na si kweli tu ni nyumbani, na hii sio mara yangu ya kwanza. Kwamba ninapokuwa nataka kupata burudani kama hii, huwa najisogeza karibu hapa kuja kupata mandhari ya nyumbani. Asante sana. Huyu ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti ununuzi wa umma, yani PPRA, Bwana Dennis Simba. Bila shaka nimetaja sawa sawa jina lako. Sahihi kabisa. Dennis Simba. Wewe ni shabiki wa Simba? Sasa huko tutaenda baadaye. Manake mara nyingi wanaona mtu anaitwa Simba afu shabiki wa Yanga, anaitwa Simba alafu shabiki wa Mtibwa. Sasa kwa nini Simba? Unajua ushabiki bwana ni kama imani. Kwa hiyo inaweza kaenda upande wowote. Kwa hiyo wakati mwingine usije vile vile ukajikuta unafanya makosa kwa kusema jina fulani linaendana na imani fulani. Kwa hiyo kila kiumbe kina utashi wake na katika maamuzi yake. Sasa sitaki mimi kukaa katikati. Nataka nikae katikati. Wewe upo katikati bwana. Wewe popote kama. Ila tunajua huku nje kuna upande utakuwepo. Ila kwa sasa tupo katikati. Sawa, karibu sana. Tuko na vijana hapa, ndugu zangu kabisa. George Magunga, Ashraf Jeyara. Bila shaka utakuwa unawaona huko kwenye mitandao, lakini pia unawasikiliza. Toka umefika nimeona pale ulikuwa unawasikiliza na kazi ambayo wanaifanya. Mimi nafurahia na nawapongeza kwa kazi nzuri mnayoifanya. Asante sana. Asante sana. Sasa tumezungumza kuhusiana na PPRA, ambapo kuna watu wanaweza wakawa wanajiuliza hii PPRA ni nini? Nimewahi kuisikia ama mwingine amewahi kuisikia akawa anajiuliza sasa hii PPRA ni nini na husiana na nini? PPRA nielezea au utaelezea? Elezea tu. Hii ni taasisi ya serikali ambayo inajihusisha na kusimamia utaratibu wa utoaji wa tenda za serikali, na sasa tenda zote ambazo zinatolewa kupitia mfumo wa NeST. Ni kweli. Sasa mfumo wa NeST pia unaweza ukawa unamchanganya mtu. Ni mfumo ambao unahusiana na nini? Unajua sasa hivi mambo yote yamekaa kidigitali. Kwamba sio tena uanze kufunga safari kutoka Nangwanda sijaona, uanze kuja Dar es Salaam, uanze kwenda Dodoma kwa ajili ya kwenda kujisajili. Mambo yote unayakuta
mtandaoni. Ni kweli. Na ndio Nest ambayo inahusiana na PPRA na namna ambavyo watu wanaweza wakajiunga, wakatuma maombi, wakafanya vitu vikawa rahisi zaidi. Ni kweli. Bila shaka imekaa hivyo. Kuna wanamichezo, kuna watu wa makundi mbalimbali ambao wote kwa ujumla wake wanaweza wakaungana ama wakahusika kwenye kuzipata hizi tenda ambazo zinasimamiwa na PPRA. Bila shaka nimeelezea vizuri. Nimeelezea vizuri, na mimi sasa kwanza nikupongeze. Asante. Maana yake nilikutana na wewe ukitaka kufahamu vizuri kwamba hivi mbona nasikia kuna masuala ya fursa. Na ulivyoniambia bwana, sasa na kipindi leo na nataka niunganishe fursa ambazo zinaweza zikaendana na vijana. Kwa sababu umefanya vizuri sana kipindi chako na vijana wenzako mkizungumzia michezo. Sasa uliponiambia kama bwana, je, unaweza ukaja kwenye kipindi leo? Nikamwambia bila shaka nitakuja, na wakati mnazungumzia michezo vile vile nikwambieni fursa ambazo ziko katika michezo katika ununuzi wa umma. Vizuri umeelezea swala la Nest. Nest isiwachanganye watu sana. Nest ni jukwaa ambalo linakufanya uweze kufanya biashara. Kwa mfano, tuje tu mfano rahisi, miaka ya awali wakati matumizi ya simu sasa hizi mitandao binafsi ilikuwa inaanza, tulikuwa tunatoka na kwenda dukani, unanunua kipande cha vocha, unasugua ndio unaingiza kwenye simu. Sasa baada ya maendeleo ya kidigitali, sasa hivi unatumia M-Pesa kuweza kupata huduma hiyo ya kununua kwa mfano bando na vitu kama hivyo. Sasa kwenye upande wa serikali kuna huduma, bidhaa na biashara ambayo inafanyika kati ya serikali na sekta binafsi. Ndiyo. Sasa kuliko utoke sasa uende kukutana na hiyo dili tuseme, kwamba uende ofisini pale upoe makaratasi ili uweze kujaza. Sasa unaambia sasa kuna mfumo wa kutumia. Yani nimejaribu kuirahisisha hiyo kwamba kuliko utoke sasa na kwenda taasisi ya umma fulani na kwenda ofisi ya umma fulani, sasa uhitaji kufanya hivyo. Unamaliza kupitia Nest kwa kutumia kifaa chochote cha kidigitali ambacho unacho, iwe ni laptop, iwe ni iPad, iwe ni simu ya kiganjani, unaweza kufanya ununuzi wa umma. Sawa. Sasa mtu anaweza kanajiuliza kwamba mimi ni mwanamichezo, haya mambo ya ununuzi wa umma, haya masuala ya tenda, mimi yananihusu nini? Mwanamichezo anaweza kanajiuliza swali kama hili. Tunamuhusianisha vipi na PPRA? Na mimi nataka nirahisishe. Unajua wakati mwingine unaposema ununuzi wa umma inaonekana dude kubwa kweli kweli. Wanasema alituhusu. Sisi hebu turahisishe. Tuseme nawezaje kupata deal ya maisha. Mmoja anaitwa Halfan Saidi wa Kigamboni, Dar es Salaam, anasema ni furahi sana. Tusaidie usifanye hivi. Kwamba sasa safari kwa bilionea kwa kufanya biashara serikali. Shukrani sana mkurugenzi. Lakini pale mtaani nimejiongeza nimefungua kaduka kangu kanauza tuseme jezi. Sasa hivi tunafahamu ukipita mitaani katika kuhamasisha michezo, viongozi wetu wa serikali walikuwa wakishiriki marathoni mbalimbali. Umeshaziona? Ndio. Na unakuta ni taasisi za serikali ambazo zinasema na weekend hii, Jumamosi hii tunahamasisha. Kwa mfano sasa hivi kuna kuhamasisha uchangiaji damu, uchangiaji katika matibabu ya saratani, uchangiaji katika selimunde na vitu kama hivyo. Sasa wale wote wanaoshiriki tunaona wanavaa uniform zile, wanavaa jezi. Sasa wewe unaweza ukajiongeza ukawauzia wale. Kwa sababu ni taasisi ya umma. Lakini ukiacha hivyo kuna vifaa mbalimbali vya michezo. Ndio. Kuna mipira, kuna vifaa vya mazoezi. Na vifaa vingi sana ambavyo kama wewe umejikita kwenye michezo unaweza kufanya biashara na serikali. Sasa unaweza kujiuliza, sasa mimi kijana mimi niko mtaani nawezaje? Hilo ndio swali kubwa na pengine watu wengi hawajui hiyo fursa kwamba ipo. Wao wakiona tu wanaona tu labda ni serikali imeenda sehemu imenunua yenyewe, imefanya nini, hawajui kama zile ni tenda ambazo watu wanapewa. Je, huyo kijana ambaye sasa hivi yuko ana mtaji wake, ana duka lake, ana kitu chake ambacho anajua kabisa hiki mimi kwangu inaweza ikaa ni tenda, anawezaje kuipata hiyo nafasi? Na hiyo ndio maana tumesema tuje na wewe ulikutana na mimi ukasema bwana mimi hili swala linanichanganya. Lazima wote tunufaike. Njoo nikueleweshe vizuri. Sasa nikasema nitakuja. Serikali hii kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2024 ilirahisisha hili.
vijana wengi walikuwa wanasema sasa sisi mtuambia tunawezaje kufanya biashara, kwanza hata makampuni yenyewe kufungua utaratibu wake ni mgumu. Serikali ikarahisisha kwamba sasa ili tuwafikie wote, na sisi tunakwenda na slogan tunasema leave no one behind, yani haachwi mtu, yani haachwi mtu mpaka kwenye ngazi ya kata. Sasa ikasemaje, wewe kama unaona masuala yanakusumbua sana, jiungeni sawa katika kundi la watu takriban 5. Okay. Kwa hiyo tunaita makundi maalum. Kupitia sheria ya ununuzi wa umma imesema kwamba kuwe kuna makundi maalum yatakayopewa upendeleo. Makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Okay. Kwa hiyo vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Makundi 4 hayo. Makundi 4. Na labda nikupe tu yani uondo kidogo mambo haya yamekaaje. Juzi tu hapa wiki ya pili ya mwezi wa 6 ambapo waziri wa fedha aliwasilisha bajeti ya serikali ilikuwa ni trilioni 62.33. Sasa takwimu zinaonyesha ununuzi wa umma ni kati ya 60% mpaka 70% ya bajeti ile. Kwa sababu matumizi mengine, kuna maeneo mengine mbalimbali ya matumizi ya serikali. Sasa hiyo ina maana ni takriban trilioni 20 mpaka 30. Sasa serikali kupitia sheria yake ikaelekeza bwana, sasa hawa vijana tunawafikiaje? Ikazielekeza taasisi zote za serikali, yani za umma, ndio maana tunasema neno umma, katika bajeti zake ambazo zinakuwa zinanunua huduma, zinawekeza kwenye miundombinu na maeneo mbalimbali, zitenge 30%. Sasa chukua 30% ya hiyo, ni mabilioni ya fedha hayo. Sasa ikasema haya yakitengwa na hizi sasa izitengenezwe zabuni, labda kwa lugha tusitumie neno gumu, zitengenezwe deal ambazo zitaendea vijana. Lakini sasa sio unapewa hela, hapana, tunakupa labda tunataka kazi fulani kufanyika, kwa hiyo wewe unaweza kauza nguvu kazi, tunaweza ukasema tunataka utuletee bidhaa kama hizo. Kwa mfano nimetoa mfano, tunataka ulete unaweza ukafanya hata shughuli za entertainment. Kwa mfano kama wewe ni mwimbaji, unaweza ukasema na mimi nakuja kutoa huduma ya kutoa burudani na listi ndefu sana ya vitu mbalimbali ambazo mkazifanya katika eneo hilo, lakini haimaanishi kwamba tunagusa michezo tu. Sasa kwa wale ambao wanataka kugusa katika maeneo mengine, nazo hizo kategoria zipo ambazo unaweza kufanya biashara na serikali. Mfumo wa National Procurement System of Tanzania kwa maana ya NeST unawasaidiaje wazabuni? Okay, sasa urahisi ndio hiyo kwamba kwa unawezaje kwenda kuona hiyo kazi ambayo ipo, au tuseme hilo dili ambalo lipo. Kwa kawaida katika mazingira ya kawaida zamani ilivyokuwa, kwa mfano ukienda kwenye taasisi yote ya umma, sema halmashauri kwa mfano la hizo zote ambazo zipo labda Ilala, Kinondoni, ilikuwa lazima uende mwenyewe pale uone kuna ubao ambao umesema bwana hapa zabuni ndio zinatangazwa. Sasa kwa kutumia mfumo huu, wewe unaingia tu unaona. Kwa mfano niwaambie tu vijana au mtu yoyote ambaye ana bando kwenye simu yake, akienda kwenye browser yoyote akaandika NeST, yani nest.go.tz, itampeleka kwenye kurasa. Hiyo kurasa ni kurasa ya PPRA lakini ambayo inadili na NeST. Pale utaona yani leo zabuni ngapi zimetangazwa, zabuni gani zitafunguliwa leo. Kwa hiyo unaweza ukaona zabuni ambazo zinataka kutangazwa, zabuni ambazo zinafunguliwa, yani hiyo sasa kukupa picha. Lakini sasa ukitaka kwenda zaidi ili uweze kuwa unapata hizo taarifa, unajisajili. Na kupitia hii program ambayo ipo kwa wakati huu, je, kuna na utaratibu wa kuwalinda wazawa na wafanyabiashara wadogo? Sasa hiyo sio tu kwa maneno au kwa utashi, hilo limewekwa kwenye sheria, na ndio maana tunataka kufika mpaka kwenye vipindi kama hivi. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine tukitumia zile platform ambazo ziko very formal, unajikuta vijana hatuwafikii. Sheria ya ununuzi wa umma imeelekeza kwamba hizi taasisi za umma wanazoziona, mashirika, taasisi kwa mfano wizara, idara, na yote ambayo watu wanayatachi na umma au serikali, inapofanya ununuzi inatakiwa kuanzia mpaka kufikia bilioni 50.
hizo huduma, bidhaa na kila kitu zifanywe na wazawa. Okay, sawa. Wamelindwa kwa sheria. Umeyataja makundi hapa manne ambayo yanahusika. Mimi ningependa kufahamu mpaka sasa ni kwa kiasi gani ambapo wamefikia na wangapi ambao wamepata na wamepata kwa kiasi gani? Sasa hili swala wala sio la kutoa tu kichwani. Hili ni swala ambalo ni dhahiri na mimi wanapenda, ndio maana nimekaa na kishikwambi hapa. Ili kama unanihukumu ni hukumu kwa kutazama takwimu. Kwa takwimu bwana. Yaani mpaka leo asubuhi zabuni za bilioni 53 zimetolewa kwa makundi. Bilioni 53. B yani anza na B. Wala sio M. Ni B. Yani kuna vijana ninavyozungumza hapo wanakuwa mabilionea. Yes. Na sasa hapo ni mwanzo tu. Kwa sababu tatizo lilikuwa nini? Tatizo lilikuwa taarifa hizi zilikuwa haziwafikii. Kwa mfano kwa miaka miwili pamoja na kujaribu kuenda katika channels mbalimbali tulikuwa tunasajili makundi 200 tu kwa mwaka. Sasa juzi tumeanza sasa ule mchaka tunazunguka, yani sisi mpaka kwenye ngazi ya kata. Yani kwa mfano sasa hivi njia ambayo ilikuwa ni rahisi ya kuwafikia watu kwa karibu ilikuwa ni kupitia Mwenge. Unajua kuanzia mwezi wa 4 mpaka sasa hivi tumesajili makundi mangapi? 20,000. Mwezi wa 4 mpaka sasa unajua ni takriban miezi mitatu sasa. Ndio. Makundi 20,000 na tutahakikisha wote hao wanapata kazi. Asante. Sasa tunataka tufike labda 100,000, 200,000, 300,000. Katika zoezi hili tunataka tuwafikie vijana 3,000,000. Wote waweze kufanya biashara na serikali, kwa sababu tunasema hatufanyi hivi. Kuna ile slogan nimezungumza. Aachwi mtu. Sasa vijana, huu ndio wakati ambao unatakiwa kusikiliza kwa makini namna gani ambavyo unaweza ukatoka hapo ulipo, usikae tu kulalamika kwamba mbona hizi fursa hatuzipati. Fursa ndo kama hizi, unapewa nafasi kama hii, sikiliza, alafu jua namna ya kufanya uweze kujiunga kuzipata hizo fursa. Maana usiwe tu mtu wa kulalamika. Lakini kwa niaba ya vijana, mimi naomba nimuulize mheshimiwa hapa kwamba ikitokea kuna mtu anahisi labda kuna upendeleo au kwenye mchakato kuna dalili zozote za rushwa, anashauriwa kufanya nini? Kuna taratibu nyingi. Cha kwanza kabisa, unajua tunapenda kusema ule utawala bora. Na usiogope, kila mtu ana nafasi. Ile taasisi husika au lile shirika husika unaliandikia, bwana mimi naona hapa kuna changamoto. Kupitia mfumo gani? Sasa mfumo wa kawaida kama unaandikia taasisi, ina maana unaweza kupitia mfumo wa NeST katika kuwasilisha malalamiko katika ile zabuni husika. Ile zabuni husika pale wakati inaendelea unaweza ukaandika, bwana mimi nataka clarification. Naona kuna swala hapa likae vizuri. Kwa hiyo kinakuwa wazi, kinasimama. Kwa hiyo hawezi kuendelea mpaka kujibu uridhike. Lakini kuna utaratibu mwingine wa kupeleka malalamiko yako kwenye taasisi ambayo inasimamia haya masuala ya malalamiko. Sisi tunaitwa PPRA, si ndio? Kuna taasisi nyingine ya umma inaitwa PPAA. Public Procurement Appeal Authority. Yani hiyo ni kwa ajili ya kukata rufaa. Ya kukata rufaa. Bwana mimi hapa naona kama nimeonewa. Na kitu hakiko sawa. Hakiko sawa. Lakini vile vile hata kwenye ngazi ya kwetu unaweza ukatuandikia tu kwa njia mbalimbali. Ikiwa ni kutuandikia barua rasmi, ikiwa tuandikia barua pepe, hata ukisema uandike kwa SMS, hata ukipiga simu, sisi taarifa tunazipokea, tunalifuatilia swala. Na ndio maana PPRA tupo. Sisi PPRA tupo pale kuhakikisha kwamba kuna mazingira sawa yamewekwa, yana ushindani, kuna haki, kuna usawa na kuna thamani halisi ya fedha inapatikana na kila mtu analindwa. Mi swali langu moja kwako. Mwananchi ananufaika vipi kufanya biashara na serikali kwenye hizi fursa za michezo? Biashara na serikali ni uchumi. Na mimi nikwambie ni kitu moja, nikuibia ni siri. Hii unatuibia. Nakuibia. Sisi tunafanya biashara na Crown. Sawa? Yaani sisi PPRA. Mfanya biashara. Tunafanya biashara na Crown. Na Crown tunawafikia kupitia mfumo wa nini? Wa NeST. Yaani Crown imejisajili NeST ili kupata tenda. Si unaona kuna matangazo mnayarusha? Ndio. Yale sio hisani. Yale sio kwa hisani. Yale nalipa. Ni biashara. Yale PPRA wala nini? PPRA au serikali na nini? Inalipa. Lakini sasa serikali ilimwonaje Crown? Wewe muulize bosi. Kwenye NeST. Amejisajili na NeST.
na sio sisi tu, serikali nzima inamuona. Okay. Kwa hiyo ukiona matangazo yanakuja ya serikali hapa, ujue serikali imelipa. Lakini tulikidhi vigezo rahisi. Yaani kila msema wetu wasemaje? Atumwachi mtu hapa, kuanzia Crown taasisi kuja wewe mtu binafsi. Unajua kwenye nesi unaweza kujisajili kama sole proprietor. Bwana mimi najiweza, najitegemea mwenyewe kama kijana, jeshi la mtu mmoja. Unajua serikali inanunua mpaka huduma ya content creator. Acha bwana. Basi hiyo nimekaa vizuri sana. Unasema bwana mimi ni content creator. Nataka niuze hii huduma kwa sababu serikali inaweza ikatumia ujuzi wako katika kufikisha taarifa mbalimbali. Aachwe mtu. Okay, sawa, nimekusikia vizuri, tumekuelewa pia, lakini nimepita mitandaoni huku kupitia Instagram na nikaona kutakuwa na kongamano tarehe 29 kule katika ukumbi wa AICC Arusha. Ningependa tu utuelezee kuhusiana na hili kongamano, linahusiana na nini, washiriki ni wakina nani, yani kwa ujumla wake hili kongamano litakuwa linatusaidia nini? Okay, sasa ndio maana nimekuja hapa. Kongamano ni la 10. Okay. Kwa hiyo kila mwaka tunakutana. Tunakutana tukienda kujadili mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ununuzi wa umma, fursa zilizopo, je, kuna changamoto gani, kuna mambo gani ya kuweka sawa. Kwa hiyo kwa mfano mwaka huu tunapokutana kuna dhima ambayo inatuongoza kwenye kongamano hili. Okay. Na dhima ya kongamano hili ni kusema kwamba kutumia fursa ya ununuzi hii ambayo nimesema, huu ununuzi wa umma huu, kufanya biashara na serikali kidijitali, kwamba kuwafahamisha watu kama sasa hivi biashara na serikali ni kidijitali, kufikia uchumi endelevu, yani kila mtu ahusishwe kwenye uchumi endelevu, jumuishi, shindani, wakati tukielekea dira ya taifa ya 2050. Okay. Sasa hapo naweza nikapigia mstari maneno kama matatu. Kwanza tumesema digitali, kuambia watu jamani, haya mambo unaweza kuwa umekaa. Unajua siku hizi kuna watu wanaamka tu anakaa kwenye kochi lake, anaingiza pesa. Anaingiza pesa vipi? Anaingia kidijitali, anaomba zabuni, anakwenda mpaka mwisho, akitoka na yeye kama kweli yuko digitali na watu wengine, anamwandikia digitali, bwana nimepata zabuni, niletee mzigo huu, hapo kamaliza biashara. Sasa tunasema endelevu, kwamba tunataka kila mtu aendelee. Jumuishi ndio nimesema aachwi mtu hapa. Basi imekaa vizuri sana. Nataka pia kufahamu washiriki ni wakina nani kwenye hilo kongamano, na mfano sisi wapenzi wa michezo tunawezaje kuwa sehemu ya hilo kongamano? Asante sana. Sasa kabla tujamaa washiriki, niguse kidogo kama ukiniruhusu majadiliano ambayo yatakuwepo pale, kwa sababu watu waweze kupata hamu ya kuja. Tunataka tujadili pale utawala bora, uwajibikaji katika ununuzi wa umma, katika hawa ambao wananunua hizo huduma. Lakini tunataka tuchagize sana mageuzi ya kidijitali katika kuleta ufanisi na ushindani. Sawa. Lakini nyingine, ununuzi wa umma kwa maendeleo ya viwanda na uchumi wa ndani. Na uchumi wa ndani unamaanisha hata uchumi wa mmoja, lakini wazawa sasa. Kwa sababu zamani watu wanasema bili au tenda za serikali zinakwenda kwa watu wengine. Anaomba bwana, hapana, nyie na nyie mmo. Ndio maana tunakuja mpaka katika ngazi ya mtaa. Lakini wakati wote tukisema ununuzi endelevu, sasa washiriki, kwa sababu tunataka pale hizo ambazo haya ambayo tutayazungumza, wakuu wa taasisi zote za umma watashiriki. Lakini tunawaalika vile vile taasisi binafsi, kwa sababu taasisi ya umma inanunua kwa taasisi binafsi. Kwa hiyo na mkuu wa taasisi, sio lazima iwe kubwa. Yani hata wewe mwenye duka, wewe na taasisi bwana, duka taasisi yako, wewe njoo usikilize bwana, mimi nataka nifanye biashara na serikali. Kuna darasa linajengwa pale mtaani kwetu. Mimi nataka nipeleke simenti. Mimi nataka nipeleke bati. Na ndio upendeo maalum kwamba yani anayefanya biashara si lazima biashara hizi tuziache wafanya biashara wakubwa. Lakini hatuishii hapo, wahandisi au wakandarasi, wakuu wa vitengo vya usimamizi wa ununuzi wa umma, wakuu wa vitengo vya sheria, yani wale watu wote ambao wanahusika katika ununuzi wa umma, wale tunawaalika. Lakini na jamii na wananchi vile vile tunawaalika. Shiriki pale, usikilize mijadala, utoe maoni yako, utoe michango yako, ili sasa tuweze. Na kwa nini unaweza kusema kwa nini sasa hivi? Kwa nini sasa?
wiki ya pili mpaka kufikia tarehe 30 mwezi wa 6 ndio tunamaliza mwaka wa fedha wa serikali. Ina maana bajeti ya mwaka 2024 2025 2026 inakuwa imeisha. Sasa mwaka wa serikali huo unaanza Januari 1. Kwa sasa hivi taasisi zote za serikali hizo nilipokuambia 60% mpaka 70, hizo trilioni 20 kuendelea, ndio wanatangaza mipango ya ununuzi, ndio ununuzi unaanza sasa hivi. Okay, sawa, umetuelezea vizuri kabisa. Kwa kukimbizana na muda sasa, tunashiriki vipi? Sasa katika kushiriki ni rahisi. Kidigitali vile vile. Okay. Kwamba unakwenda kwenye kurasa yoyote au browser, unaandika TSMS. Mama niandike kabisa. Labda T inaweza kusimama kwa Tanzania. TSMS. Sasa unaweza kaitoa hapo kwa sababu unavyotaka mwenyewe. Okay. T inaweza kawa tausi, S inaweza kawa simu, M inaweza kawa maji, S inaweza kawa simba. So ni TSMS.PPRA.go.tz. Huu ndio mfumo ambapo pale unaenda kujisajili. Ukijisajili basi unakuwa ni mmoja wapo washiriki, lakini kingine ukikwama sana tupigie namba yetu ya simu na hii ni 026 296 38 54. Utapata kupokewa vizuri na watakuongoza katika kufanya usajili. Basi fanya hivyo. Nafikiri tumalizie Magunga kwa sababu muda unatukimbiza. Ameelezea hapa dhima ya hilo kongamano, lakini nilikuwa nataka kufahamu pia kupitia hilo kongamano kutakuwa na nafasi ya kuwaelimisha namna gani wafanyabiashara wadogo wanaweza kushiriki kikamilifu katika kuomba hizo tenda. Yes, yani tutakuwa pale, kuna majukwaa mbalimbali. Na sisi wenyewe PPRA tutakuwa tuna banda letu na tunatoa elimu. Lakini kuna natoa fursa leo kwamba unajua kuwafikia watu wote si rahisi. Kwa hiyo hata wale ambao wanaweza kuwa wamejikusanya. Bwana, sisi tumejikusanya, tuko 50, tuko 100, tuko 200, tunataka tupoe elimu, wasiliane na PPRA. Tunarudi hapo kumalizia. Hakuna muda wa kusubiri. Na sasa ni zamu ya Crown Sports. Washa redio yako. Karibu, sisi ni familia, ukikwama wekimbilia, tako ni letu, wana hapa nyumbani, kwa kila mtu. Thanks for your time. Hapa Tune in 92.1 Crown FM Zanzibar, Pwani, Dar es Salaam. Upepo wa bahari ya burudani unapovuma, tumaini jipya linazaliwa. Hakuna muda wa kusubiri. Mwaka wa mbele zaidi ya mawazo yako. Mwaka wa mbele zaidi ya ubora wako. Mapema tu. Amka na Crown Radio 92.1 FM. Inakushika popote ulipo. Tupo. Mwaka wa mbele imewashika. Dakika moja kwa saa za Afrika Mashariki. Ili tusipoteze muda, ulikuwa unamalizia kujibu kuhusiana na wafanyabiashara kwenye hilo kongamano, wafanyabiashara wadogo utapata nafasi ya kupata elimu. Ulikuwa unamalizia kweli, yani nafasi itakuwepo kwa sababu tutakuwa na banda letu pale na tutatoa elimu, na hata ambao watapata nafasi ya kuhudhuria kwenye kongamano na elimu itatoka. Mimi niwaambie kitu kimoja, kwa sababu nyie Crown umo unawafikia kwa karibu, vijana wanawafikia kwa karibu. Ndio. Hata wakiona kuna ugumu wa kutufikia sisi, walete hayo maswali yenu yao kwenu. Nyie mialete kwetu, kwa sababu nyie na sisi ni washirika wazuri. Lakini tuna ofisi za katika za kanda
kanda 6, Dar es Salaam, Mwanza, Mtwara, Mbeya, Arusha pamoja na Tabora. Ndio. Wakienda kuuliza ofisi za PPRA wanaweza kwenda moja kwa moja wakapata huduma, na hata makao yetu makuu ambayo yapo Dodoma. Lakini wakitembelea kurasa yetu tu www.ppra.go.tz wanafika pale, kuna kurasa mbalimbali na kuna jinsi ya kufanya mpaka kuwasiliana kwa SMS na nini, na hata wakijikusanya kwa idadi yoyote ambayo watakuwepo, wakisema tukawape elimu, sisi tuko tayari kuwafikia na kuwapa elimu. Basi umemaliza kabisa na swali langu la mwisho, nilikuwa nataka niulize upatikanaji na umeshaumalizia hapo. Kikubwa mimi nafikiri wa Tanzania ambao mnatusikiliza sasa, hii nafasi ni ya kwenu pia kujiunga kwenye hilo kongamano, lakini pia kujiunga na Nest ili muweze kupata tenda nakwambia tenda za kama sio mpate dili na serikali. Kuna mdau hapa ameuliza swali. Anasema PPRA imechukua hatua gani kukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika matumizi ya mfumo wa Nest? Sisi kusema kweli ni wasikivu. Na ndio maana tunajitokeza dhahiri hivi. Changamoto yoyote ambayo ipo wawasiliane na sisi, na huwa tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba tunazitatua. Kwa hiyo kama kuna changamoto yoyote hapo ambapo mtumiaji anapata changamoto yoyote, akiwasiliana na sisi kwa haraka iwezekanavyo huwa tunatatua. Kwa hiyo kama atakuwa na changamoto ambayo ipo, basi asisite kuwasiliana na sisi ili tuweze kuitatua changamoto. Wanapatikana Instagram kama ppra_Tanzania. Unaweza ukaingia pale Instagram ukaandika ppra_Tanzania, lakini pia ukitaka kwenda YouTube, Facebook ama TikTok wanapatikana kwa jina hilo PPRA Tanzania. Na kwa wengine ambao ni rahisi kufikisha ujumbe kule, watuandikie kwa sababu si kila jumbe tunaisoma. Basi jambo limeisha hilo. Shukrani sana kwa uwepo wenu, umetupa elimu kubwa. Kuna vingine nilikuwa sivifahamu, nimevifahamu. Nafikiri pia kuna wengine ambao walikuwa wanafuatilia hivi sasa wamepata jambo na wanajua wapi pa kuanzia. Kwa kina mama wenzangu, vijana, wazee, watu wenye ulemavu, nafasi ndo hii jamani. Nataka nini tena? Nashukuru na hizo statement mbili usiziache. Aachwe mtu. Kwanza tunasema connection pekee ya tenda au dili ya serikali ni Nest. Yaani watu wasitafute connection, wame connection ni Nest. Alafu la pili ndio tumesema aachwe mtu. Yes, we leave no one behind. Basi tunakushukuru sana na karibu wakati mwingine kwa ajili ya kuendelea kutupa elimu, lakini pia kutufanya tuendelee kuona namna ambavyo tunaweza kushirikiana. Nawashukuru sana, karibuni na nyie katika binafsi zenu, na nyie karibuni. Asante sana.